hao watu 1976 waliohojiwa, asilimia 29 walikuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 25, na asilimia 32 walikuwa na umri kati ya miaka 26 hadi 35, na asilimia 13 walikuwa na umri kati ya miaka 36 hadi 45. Asilimia 17 walikuwa na umri kati ya miaka 46 mpaka 56, na asilimia 9 walikuwa na umri wa miaka 56 na kuendelea. Takwimu za kiwango cha elimu zinaonyesha asilimia 14 katika wale 1976, asilimia 14 walikuwa na elimu ya msingi, asilimia 57 walikuwa na elimu ya sekondari, asilimia 28 walikuwa na elimu ya chuo kikuu, na asilimia 1 walikuwa na elimu nyingine. Kwa hiyo mnaweza mkaona pia sio tu kwamba ni utafiti uliojumuisha makundi yote ya watu ambao wana sifa ya kupiga kura kwa mujibu wa katiba, kwa maana kuanzia miaka 18 na kuendelea, lakini pia ulijumuisha watu wenye ngazi mbalimbali za elimu. Ndio maana tukasema kwamba matokeo haya ni matokeo ya kisayansi kwa namna ambavyo data za waliohojiwa zinaenda sambamba na kile ambacho sisi tunaamini kwamba ndio sayansi yenyewe. Mwelekeo wa siasa, asilimia 81 ya walioshiriki walijipambanua kuwa ni wafuatiliaji wa michakato ya kisiasa nchini. Asilimia 81, kwa sababu tunapowahoji lazima tuwaulize, je, mnafuatilia siasa? Asilimia 81 walisema ndio, sisi tunafuatilia siasa nchini. Asilimia 19 hawakuwa wafuatiliaji wa michakato ya kisiasa kati ya wale 1976. Kati ya wafuatiliaji wa michakato ya siasa, asilimia 43 walikuwa wanawake. Yaani wale asilimia 81 ambao walisema sisi tunafuatilia siasa, asilimia 43 walikuwa wanawake na asilimia 57 ni wanaume. Aidha, na hii of course ni swala la kawaida, wanawake mara nyingi ni wapiga kura zaidi kuliko kufuatilia siasa. Aidha, katika kundi la wafuatiliaji, asilimia 19 ni watu wenye elimu ya msingi, asilimia 55 wenye elimu ya sekondari, asilimia 26 walikuwa wenye elimu ya chuo kikuu. Kuhusu ushiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, ubunge na udiwani, asilimia 53 ya walioshiriki utafiti wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa. Kwa hiyo pia tunapata figa kwamba tulikuwa tuna watu ambao tumewahoji, asilimia 53 ni watu ambao sio tu kwamba wanafuatilia, lakini pia wanashiriki kifizikia katika mikutano ya kampeni. Kati ya waliohudhuria kwenye mikutano ya kampeni, asilimia 76 walihudhuria mikutano ya kampeni ya CCM. Asilimia 2 walishiriki mikutano ya kampeni ya Chauma, asilimia 15 wameshiriki mikutano ya kampeni ya ACT Wazalendo, asilimia 7 wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya chama zaidi ya kimoja. Matokeo ya utafiti yanaashiria kuwa asilimia 46 ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kushawishiwa na sera za vyama vya siasa, ambapo asilimia 54 wameonyesha kutoshawishiwa na sera za vyama vya siasa. Kwa hiyo watu wameshiriki na katika kampeni, asilimia 46 walishawishiwa, asilimia 54 wameonyesha kwamba wao hawakushawishiwa na kile walichokisikia katika kampeni. Aidha, kuhusu kushiriki kupiga kura tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, asilimia 83 ya walioshiriki kura ya maoni wamethibitisha kushiriki katika kupiga kura, kwamba katika wale watu 1976 asilimia 83 wamethibitisha kwamba watashiriki kupiga kura. Kumbuka asilimia 100 ya watu ambao tumewahoji ni watu ambao sio tu walikuwa na sifa ya kupiga kura, lakini walikuwa wamejiandikisha na wana vitambulisho vya mpiga kura. Kura ya maoni ya urais. Ikiwa uchaguzi mkuu utafanyika hivi sasa, asilimia 84.5 ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kuwa watampigia kura mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. Asilimia 8 walibainisha kuwa kura yao ni siri yao. Asilimia 3 watampigia mgombea wa Chama cha Ukombozi wa Umma kwa maana ya Chauma. Asilimia 3 watampigia mgombea wa Civic United Front kwa maana ya CUF. Asilimia 1.5 National Convention for Construction and Reform NCCR Mageuzi. Kwa hiyo hii ndio ambacho tulikiona hasa katika matokeo ya urais.
tulikuwa tuna watu 1976 na asilimia 84 walisema sisi tutampigia mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na asilimia 8 walisema sisi bwana ni siri yetu, hatusemi. Lakini asilimia 3 watasema sisi watu tutampigia Chauma, 3 wakasema tutampigia CUF, na asilimia 1.5 walisema NCCR Mageuzi. Lakini tumewaleteni jedwali wanahabari, na kwa sababu tutatumia pamoja taarifa yetu ambayo tumeshaichapisha, mnaweza mkaliona jedwali vizuri, mchanganuo wa asilimia za kura kwa mikoa. Na kumbuka wakati naanza kutoa wasilisho hili nilisema kwamba mara nyingi matokeo ya tafiti kama yatapungua ni kwa 5%, na yakiongezeka pia ni kwa 5%, na ndio sababu kubwa ya sisi CIP Africa, kwa maana tokea tumeanza kufanya taifa, hizi tafiti kuendelea kuaminika na taasisi za umma, lakini pia kuaminika na Watanzania.